Tuzungumze neno kwa habari ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unavyofanya kazi kwenye maisha yetu. Ninafurahia sana, kuna swali moja ambalo Mfarisayo walimuuliza Yesu. Wakamuuliza kwamba je, ufalme wa Mungu utakuja lini? Lakini Yesu akawaambia katika kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 21, anasema kwamba wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Mungu anadhihirishia kwamba tayari ufalme wa Mungu umo ndani yao. Maana Mafarisayo wao walijua kwamba mfalme atakayekuja kuwatoa katika utawala wa dola ya Kirumi wana wa Israeli ni mfalme ambaye anafananishwa na wafalme waliopita kama akina Daudi, akina Suleiman, ambao walikuwa wanakipigana vita kwa ajili ya kulipigania taifa lao. Kwa hiyo walitazamia mfalme ajaye ni mwenye nguvu ya kifedha, ya kiuchumi, hata ya kijeshi pia. Kwa lakini Mungu hapa anawaambia, anawaondoa ile mitazamo yao kwamba ufalme wa Mungu tayari umo ndani yenu. Hakuna haja ya kusubiria mfalme atakayekuja kwa habari ya kutawala kinguvu, kijeshi au kifedha. No. Ufalme tayari umekwisha kuja na umo ndani yenu. Kwa tunaona ufalme wa Mungu unavyokuja ndani yetu, unaleta mifumo mipya. Unaondoa ile mifumo ya giza ambayo ilikuwa mwanzoni, ilikuwa ndani yetu, bali inaweka ufalme wa nuru ndani yetu. Kwa katika kuamini tunapokea ile neema ambayo ni sawa na kusudi na mpango wa Mungu. Na ufalme wa Mungu upo katika vitu vikuu viwili. Upo katika nyakati na majira. Ufalme wa Mungu unatafsiriwa katika nyakati na majira. Tunazungumza neno hili kwa sababu gani? Kuna kitu huwa watu ambao wameokoka huwa kinasumbua fahamu zao kwamba mtu anatarajia anapookoka au kwamba nimeokoka kwamba hakuna changamoto yote nitakayopitia. Labda alikuwa anaumwa, anasumbuliwa na magonjwa, alikuwa na jaribu la magonjwa la muda mrefu. Anapookoka haimaanishi kwamba the way ukishaokoka tayari kwamba kila kitu, vitu vyote, shida zote zinaondoka. Yes, ni kweli zitaondoka, lakini kuna vitu vingine vinatafsiriwa katika nyakati na majira ambayo Mungu mwenyewe anaamua kulingana na kusudi lake. Kuna wakati Mungu anaacha labda jambo ambalo ni sumbufu, limekuwa ni shida. Wengine unaweza kukuta mtu mwingine akawa ni mama ambaye ni tasa, hazai, lakini anamwamini Mungu na ufalme wa Mungu unakaa ndani yake. Lakini kuna nyakati hilo jaribu, kwa sababu ya utasa huu ambao unasumbua hauondoki, kwa sababu Mungu ameweka nyakati ambazo wakati wa hilo jaribu kuondoka, kuna watu watafunguliwa, wataona